Ya mambo sasa yamezidi na ni kero na ni aibu mbele ya taifa letu. Tuombe labda mimi kwa mawazo yangu kwamba basi kuwepo na masanduku ya maoni kwenye vituo hivi, kwa mfano kwenye ofisi za watendaji, kwamba hata nikiandika kwamba kuna tukio sehemu fulani mtendaji tunaomba nenda, naweza nikatumbukiza kwenye kile kisanduku pasipo kujiandika jina. Hilo nalo linawezekana kwamba likaondoa hii mikanganyiko. Maana kuna watumishi wengine hawana kifua. Naweza nikajipeleka kimbele kwenda kwa mtendaji, aidha sijui kwa nani, kwenda kusema hili jambo. Unashangaa aliyekuja kusema ni fulani, sio mimi. Kwani mimi ningelijua? Maaskari kaenda kupeleka ndio wanasema sema vizuri, ndio watu wanavyo. Ila yapo yanafanyika, isipokuwa umeyapata-pataje zile changamoto za maaskari zinatupa shida. Maana hata ukimkuta mtu anafanya hayo mambo na yaona, lakini utaenda kusema askari akija, aliyeona ni nani, useme vizuri. Anaposema masanduku ni sahihi kabisa, kwa sababu ukiweka hata onekana ni nani aliyeweka, maoni yameshafika na walengo wameshawafikia. Asante sana. Ikitokea umeleta kesi yako, alafu askari anayekuhudumia akafanya tofauti na vile ambavyo wewe unafikiri sasa, au kwa hii elimu ambayo umeipata kwamba huyu askari hajanitendea haki. Kuna viongozi, sisi jeshi la polisi limekaa kwa chini, kuna viongozi kuanzia viongozi wa juu wa chini mpaka unawakuta hao askari wadogo ambao ndio watendaji wakuu. Akionekana askari amekufanyia tofauti na hii elimu ambayo nimekupa leo, gonga ofisi ya kiongozi, muelekeze kiongozi na kesi yangu 1 2 3, nilikuwa nafanya 1 2 3, nilikuwa natarajia 1 2 3. Askari anachukuliwa hatua. Jamani, sasa hivi tuko kwenye hii kampeni, tunataka kila mtu apate haki yake. Yaani unapokuwa uijue sheria kwanza mwenyewe, afu uweze kuitetea haki yako ili uweze kuwa na maendeleo, kwa sababu leo utakapokuwa unashinda kituoni unazungukia jalada moja, uweze kufanya maendeleo ya kuwalisha watoto wako nyumbani. Ndio maana leo tuko kwenye hii kampeni na tunashughulika nayo na bado tunaendelea kuwashughulikia watu. Jamii inatakiwa ianze kuona kwamba tunapaswa kuona kwamba mali za marehemu zinapaswa kunufaika na watu wote. Kwa hiyo tumeona ni vema sana akiondoka mmiliki wa mali ambaye alikuwa labda ni baba, ni vizuri sana wakaona umuhimu wa kufuata utaratibu wa mirasi ambao utamtafuta msimamizi wa mirasi atakaye kusanya mali za marehemu na kuwagawia wanufaika wote. Ile kasumba ambayo imeendelea kwa muda mrefu ya kumtambua mtu mmoja kama mnufaika na kuwafukuza wengine kwenda mbali, hiyo inapelekea sintofahamu na wengine kuona kama vile wananyasika kwenye mali za marehemu ambaye alikuwa ni baba yao au mama yao au ndugu yao wa karibu. Maeneo ambayo bado tuyafikia, natamani sana wananchi waje kwa wingi, kwa sababu elimu hii ni ya msingi sana na ni faida kwao. Badala kwenda kuitafuta kwa kusafiri, kuitafuta kwa kutoa hela, lakini safari hii sasa wanapata bure na imefuata mazingira ambayo wanaishi wao wenyewe. Kwa hiyo mimi rai yangu nilikuwa naomba huko ambako bado hatujafika, wajitahidi basi kuattend mkutano wao watu wengi ili elimu iwafikie kwa pamoja. Kwa sababu kuambiwa na kuwepo mwenyewe kuna vitu tofauti. Unapokuwa mwenyewe kwenye unapewa elimu unaelewa zaidi kuliko kuelekeza mtu mwingine. Waje kwa wingi wananchi ili waje kufanyaje, waje kupata elimu hii papo kwa papo badala kusubiri kwenda kuambiwa na mtu mwingine au kwenye radio, kwa sababu hatapata nafasi ya kuuliza na wakaelekezwa hapo kwa hapo. Tunashukuru sana rais wetu wa awamu ya 6 kwa kuileta hii timu kwa ajili ya kutufundisha juu ya ukatili wa kijinsia. Kiukweli tumejifunza mengi ambayo yametujenga, ambapo pale mwanzo labda tulikuwa hatuelewi. Sasa tumejifunza kwamba kuna aina nyingi za ukatili, mfano ukatili wa kijinsia, ukatili wa kingono na ukatili wa aina nyingi ambao tumejifunza. Sasa kutokana na aina hizo zilizotufundisha, inawezekana kuna mtu mwanzo alikuwa hajui, sasa amejifunza, anajua ni kipi atakachofanyiwa kinakuwa ni ukatili kwake na anajifunza. Vile vile tumefundishwa njia ya kufanya baada ya kukumbana na hizo hatari zote za ukatili. Mfano, mtu ukishafanywa ukatili, unaenda kuripoti kwenye kituo cha polisi ambacho unajua kitakupa ufumbuzi. Je, huo ukatili unaofanywa sio kukaa nao kimya tena, bali ni kuongea ili uweze kupata ufumbuzi.